Mange amemvaa Zuchu vikali pamoja na Nandy wa Tanzania na waita mara 3 msikubali kuwarudisha mjini. Huyu ni Zuchu na bibie Nandy ambao wameingia kwenye 18 za mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi kufuatia matukio mawili ambayo yalifanyika nchini. Tukio la kwanza likiwa ni Nandy kufanya kibao kata ambapo alokusanya wasanii wenzie na watu maarufu mbalimbali kusherehekea. Lakini pia kwa upande wa Zuchu alifanya pati yake kwa ajili ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, yani birthday. Na matukio haya mawili kiukweli yalitikisa Tanzania. Macho na masikio ya mashabiki wengi yalikuwa yakipelekwa kwa Zuchu na bibi Nandy, jambo ambalo limemfanya Mange kuchukia kuona kwamba mpango wake hautatimia, kwa madai ya wadau wamedai kuwa Mange hataki kabisa mema taifa letu la Tanzania na amekuwa akifanya uchochezi kuharibu amani yetu. So kwa sasa anataka sikilizwe yeye peke yake kwa kila anachokifanya. So ikitokea kuna mwingine anafanya kitu ambacho kitafanya sikilizwe zaidi au kufuatiliwa zaidi, yeye basi anakasirika sana. Sasa wacha nikusogezee kile ambacho aliweza kukiandika mwanadada Mange kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yote kwa yote ni kuonyesha kwamba kachukizwa kiukweli na matukio haya mawili ambayo yalitikisa Tanzania kwa wasanii hawa wakubwa wa kike Tanzania, Zuchu pamoja na Nandy. Ni somo mwingi maneno sana mtazamaji, nitakusogezea kile ambacho Mange alikiandika huko Instagram ya kwake. Bana aliweza kuandika hivi: Watanzania na waita mara 3 msikubali kuwarudisha wasanii mjini. Sasa hivi wanatapatapa kwa kila njia ili warudi kwenye attention za wananchi, ili waanze kupiga show tena, ili waweze kupata pesa zenu, msiwaruhusu. Mkiwarudisha wasanii kwenye trending ya aina yote ile, ni kwamba vita ya ukombozi tumeshindwa. Kama tutapata ukombozi kwenye nchi, ni lazima hawa waliopambana kuipa uhalali serikali hii, hawa so called VO vya jamii waliosupport utekaji wa wananchi, mauaji ya wananchi, ili wao yao yaende, wasipewe nafasi tena. Inabidi Watanzania muelewe, mkiwarudisha mjini wasanii kwa kuwafuatilia na kufuatilia upuuzi wao au kusupport kazi zao, basi mjue mmeirudisha mjini na mihalalisha serikali haramu, sababu watatumika tena na serikali haramu kurudisha nyuma harakati za ukombozi. Watanzania wasanii wametumia kwa miaka mingi, msikubali kutumiwa anymore. Mwana juzi Nandy anafanya kibao kata, kweli nchi imevuja damu, ila wasanii hawana time, ndo kwanza wanafanya zao vibao kata. Nchi inavuja damu, kina King'ang'a wako busy kulambana ulimi kwenye birthday party. Yani Nandy na Zuchu wameonyesha Watanzania kuwa maumivu yetu wao hayawahusu. Wao wanachojali ni kupata pesa zenu basi na si vinginevyo. Show za CCM zimeisha kwa miaka 5 sasa. Wanahitaji show za wananchi ili wale. Wanahitaji kuwatumia tena kupata pesa mpaka 2030. Wawasaliti tena upya. Msikubali kufanywa matahira na wasanii. Ifanywe kampeni ya ku-unfollow page za umbea zinazo pambana kutrendisha habari za wasanii ili mtoke kwenye rally. Haki sijawahi ona binadamu waliokosea haya na huruma na fansi wao kama wasanii wa Tanzania. Kibao kata. Watu wanazika, wao wanafanya vibao kata na birthday party. Yani kwa kifupi, maafa yaliyotokea kwenye nchi haya wahusu. Watanzania, najua kuna wengine mnatafuta some kind of entertainment ili kupunguza na stress za maumivu tulionayo, ila kujipoza maumivu yetu kwa kufuatilia ujinga wa wasanii ni kuturudisha nyuma hatua 100 kwenye kupata haki. Hatuwezi kudai haki alafu tukawasupport wasanii ambao wanatunga mkono watu wasiotaka kupata haki. Watanzania, ni lazima muachane na wasanii ili nchi ibaki kwenye state hii ya kudai haki na tusisubiri kwenye business as usual. Bana ni yale ambayo yaliandikwa na bibi Mange Kimambi katika Instagram yake, akitoa onyo kali kwa Tanzania wote kuendelea kufuatilia hawa wasanii. Maoni yako juu ya hili mtazamaji na mfuatiliaji wa Babu Media, tuandike kwenye comment section and then tutapatana next video. Hapo umeweza kuenjoy mwanzo mpaka hapa ambako tulikofikia. Endelea kuandika maoni yako mpaka wakati mwingine. Bye bye.